بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ni swali ambalo mara nyingi wanafunzi huulizana na kuuliza walimu, hasa walimu wa Qur'an, kuwa ni njia gani ambayo sahali zaidi ya mtu kuhifadhi Qur'an, na njia hiyo iwe itamsaidia yule mwanafunzi kutoisahau Qur'an anapoihifadhi. Ikiwa ni kumwambia mwanafunzi hifadhi kuanzia aya fulani mpaka fulani, hii ni sahali. Lakini njia gani atatumia yule mwanafunzi ili kuhifadhi Qur'ani kwa usahali na ibakie ile Qur'ani kila anaposonga mbele katika kuihifadhi? Na insha Allah taala katika hii silsila fupi tutatumia fursa hii kueleza njia sahali kabisa ambayo lau kama mwanafunzi ataichukulia huenda ikawa ni sababu ya kupata uwepesi katika kuhifadhi Qur'an na Qur'an kubakia katika moyo wake biidhnillah taala. Na bila shaka katika neema nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala humpa mja wake, miongoni mwa neema kubwa kabisa ni neema ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akujalie ni katika waliobeba kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala katika vifua vyao. Wallahi neema adhima jiddan, ni neema kubwa. Anaifahamu neema hii ni yule alihifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni changamoto kwa wazazi. Wallahi, mpe zawadi utakayompa mtoto wako. Hakuna zawadi zaidi ya kumuhifadhisha mtoto kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. mbora kati yenu nyinyi ni yule aliyejifunza hii Qur'ani kisha akaifunza. Ikiwa nia yako ni kuwa mtoto wako awe mbora katika mujtamaa, huu ndio ubora aliotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tutazungumza mangapi kuonyesha fadhila ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kukihifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Yatosheleza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala: bal huwa ayatun bayinat fi suduri alladhina utul ilm. Akawita ni wenye ilmu wale waliohifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni changamoto kwa vijana mbali na wazazi kuwa mtu aweke azma na kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala amuombe Allah subhanahu wa ta'ala sana ampe taufiki ya kuweza kukihifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na wala si jambo kubwa kama wanavyofikiria baadhi ya watu, bali ukiwa mkweli katika hili jambo, in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khaira. Kuwa mkweli na kuwa na ikhlas, kisha utafute njia ambazo zitakufikishia wewe katika kukihifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na nimeangukia risala ya Sheikh Abdul Muhsin ibn Muhammad al-Qasim, imam wa khatib al-Masjid al-Nabawi al-Sharif hafidhahu Allah ta'ala, kaita risala yake ashalu tariqa لحفظ القرآن الكريم, njia iliyosahali kabisa ya kuhifadhi Qur'ani tukufu.
na insha Allah taala tutaisoma hiyo risala, kwa sababu kwa kweli ni njia ameiweka ya sahali sana kwa mtu kuhifadhi Qur'ani, tena katika kipindi kifupi sana. قال حفظه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الطريقة تتميز بقوة الحفظ ورسوخه وسرعة الحفظ والانتهاء من ختم القرآن سريعا. hii njia inatamayaz kumfanya mwanafunzi hifadhi yake iwe na nguvu na ikae katika moyo wake, na hifadhi kwa haraka na kumaliza na kuhitimisha Qur'an kuhifadhi kwa muda mfupi. Na akatoa mfano ili tufahamu ile njia ya kuhifadhi Qur'an. Akatoa mfano wa suratul Jumu'ah. Tuchukulie mfano suratul Jumu'ah, utaisoma kwa njia ifuatayo. Kwa hivyo tuangalie wajh, safha ya kwanza ya suratul Jumu'ah. قال تقرأ الآية الأولى 20 مرة. utaisoma aya ya kwanza mara 20. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هي آية utaisoma mara 20. تقرأ الآية الثانية 20 مرة. kisha utakuja kwenye aya pili utaisoma mara 20. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مرة 20. آية بيلي وكماليزة مرة 20. تقرأ الآية الثالثة 20 مرة. تكوجة كوني آية تاتو تيسوم مرة 20. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. مرة 20. تكوجة كوني آية 4. تقرأ الآية الرابعة 20 مرة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. pia utaisoma mara 20. kisha baada ya kusoma تقرأ هذه الآيات الأربع من أولها إلى آخرها للربط بينها 20 مرة. ukifika aya 4 baada ya kuisoma mara 20, sasa utaanza aya ya kwanza mpaka ya 4 ili upate kuzifunganisha, ujue mfuatilizo na msururu wa hizi aya. Utasoma kuanzia mwanzo mpaka katika aya ya 4 mara ngapi? Mara 20. na kusudia suratul Jumu'ah ukiwa waisoma sasa hivi ushahifadhi aya 4 za mwanzo, utasoma mara 20 kuanzia يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. hizo aya zote nimesoma, utarejelea namna hiyo mara ngapi? Mara 20. bila shaka ukirejelea mara 20 baada ya kila aya moja kuisoma mara 20, itakuwa hizi aya 4 zishakaa vizuri, ambao ni takriban nusu ya nini, ya safha. تقرأ الآية الخامسة 20 مرة. kisha baada ya kufanya hivyo utakuja kwenye aya 5 utasoma mara 20. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. utaisoma mara 20.
ثم تقرأ الآية السادسة 20 مرة كيش وتيسوم آية 6 مرة 20 قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. آية 6 وتيسوم مرة 20. تقرأ الآية السابعة 20 مرة آية 7 وتيسوم مرة 20 ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين مرة 20. تقرأ الآية 28 مرة قل إن الموت الذي تفرون منه إلى آخر الآية pia utaisoma mara 20. baada ya kumaliza hapo تقرأ من الآية الخامسة إلى الآية الثامنة 20 مرة للربط بينها ili kuunganisha kuanzia aya ya 5 mpaka aya ya 8 utasoma mara ngapi? Mara 20. ukishafika katika aya ya 8 katika suratul Jumu'a utakuwa tayari umefanya nini? Umemaliza kuisoma ile safha ya kwanza ya suratul Jumu'a. ukishamaliza hii safha umeunganisha mwanzo aya 4 kisha ukaunganisha aya 4 zinazofuata, yani bimaana umeugawanya hii waji nusu nusu. Sasa tayari ile ya kwanza umekwisha iunganisha na ya pili tayari ushafanya nini? Ushaunganisha. Sasa bado kuunganisha safha nzima, peji nzima. Kwa hivyo utaanza kuanzia mwanzo yusabbihu lillahi mpaka fayunabbiukum bima kuntum ta'malun ambao ni aya ya 8 tena mara ngapi? Mara 20. Unifahamu nazungumza nini? Ukiisoma mara 20 hiyo safha biidhnillah ta'ala utakuwa umehifadhi safha nzima hiyo bil itqan mutqin kabisa. وهكذا تلتزم هذه الطريقة في كل وجه لكل القرآن. hivi utaendelea katika kila safha kuhifadhi kwa mfumo huu Qur'ani yote. ولا تزد في اليوم الواحد عن حفظ أكثر من 8 لئلا يزيد عليك المحفوظ فيتفلت الحفظ. usizidishe zaidi ya safha moja, yatosha. Hifadhi safha moja kila siku. Kwa nini? Kuchelea isije ukahifadhi nyingi zikapotea. Ikiwa waweza kuhifadhi kwa siku safha moja, basi hii yatosheleza. Maadamu kwa siku waweza kuhifadhi safha moja tosheleza. Wanasu qudurat, watu wako tofauti. Usitizame fulani aliweza kuhifadhi Qur'an kwa miezi 6 ukataka kujifananisha na wewe. Haya tunaoyazungumza tuzungumza hali ya kawaida. Ama yule ambaye yaweza kuhifadhi kwa mwezi, wengine wahifadhi kwa miezi 2, dhalika fadlullah yutihi man yasha. طيب nishamaliza kuhifadhi hii safha, nataka kuhifadhi siku ya pili safha inayofuata, nitafanya nini? قال إذا أردت حفظ وجه جديد في يوم غد فكيف أفعل؟ nikitaka kuhifadhi safha nyingine katika siku ya pili, safha mpya, nifanye nini? قال إذا أردت أن تحفظ الوجه الآخر في اليوم التالي, ukitaka kuhifadhi safha inayofuata katika siku ya pili, فقبل أن تحفظ الوجه الجديد بالطريقة التي ذكرتها لك, kabla haujahifadhi ile safha mpya kwa njia ambayo nimekueleza hapo nyuma, تقرأ من أول الوجه إلى آخره 20 مرة ليكون محفوظ الوجه السابق راسخا. utaisoma ile safha uliyoisoma jana mara 20 kuanzia juu mpaka chini, mwanzo kabisa wafungua siku yako nyingine, ili uhakikishe umeihifadhi vizuri kabisa. ثم تنتقل إلى حفظ الوجه الجديد على الطريقة التي أشرت إليها, kisha ndio uingie katika kuhifadhi ile page nyingine mpya au safha nyingine mpya au kurasa mpya ule kwa njia tuliyoieleza huko nyuma.
Umeelewa vizuri? Kwa hivyo siku ya pili usianze tu moja kwa moja na kuhifadhi. Mwanzo rejea ile safha ya kabla uisome mara 20. Ukishamaliza ndiyo utumie njia ile ile uliohifadhi ile safha ya jana tulioeleza hapa, uhifadhi ile safha mpya. Nafikiri njia iko wazi, na hivi ndivyo utakavyoendelea. Swali hapa laja, kaifa ajma'u baina alhifdhi walmuraja'a, vipi nitaweza kukusanya baina ya kuhifadhi na kufanya muraja'a? Na hili swali mara nyingi wanafunzi wauliza, kila nikihifadhi na sahau, kila nikisonga mbele na sahau kunyuma. Taib, nifanye nini ili nisisahau kunyuma, zibakie? Insha Allah taala swali hilo nitalieleza biidhnillah taala katika kikao chetu kingine, vipi aweza mwanafunzi kukusanya baina ya kuhifadhi na kufanya muraja'a ili asisahau kile alichokihifadhi nyuma. Wallahu ta'ala a'lam, wallahu almusta'an. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.